Tusanye unakuta kwamba tunafika mahali tunakwama, mambo kadha wa kadha tunashindwa kutembea, hatimaye tunaingia katika dhambi ya kulaumu Mungu kama Mungu amekataa kunisikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una amani asubuhi ya leo? Au mvua inasumbua? Ilikuwa nikitoka usiku asikiliza mvua, nikasema leo ni leo kweli, sio kesho. Maana nilikuwa nasikia mtu tofauti, mtu sasa inakuwa chokoso kwa wengi. Inaanza kuruka kiasi hiki kama nguruwe msukuma na mmoja, je, mpaka sasa itakuwaje? Ina maana hapitiki wala ni ngumu kwamba tuweze kutoboa. Lakini mshukuru Mungu kwamba haijatuzuia, haijakuja kumwabudu Mungu kwa sababu tunajua yeye tunayemwabudu. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia watu wasinifahamu hapa, naomba tu kwamba bado kujitambulisha kwao ili pia wao nao pia wasikae bila kunifahamu. Kwa jina langu naitwa Lucas Mwile, ni Masai ambaye Yesu alipenda na akaniokoa na akaniweka shambani kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine ya sifa zisitaki, lakini Bwana yeye akakusudia kuniokoa na haikutosha, akaona akaniweka kazini nipata kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale mnasangu ambao napenda kama mmefunga kuandika, naomba nikupe kazi ya kufanya wakati huu. Ni wakati wa kalamu na daftari nawe pamoja, ili tuwe pamoja, kwa sababu ukaandika ukahifadhi, hatimaye unapokuwa inapokaa vibaya una vitu vya kukumbuka, maana kwenye faili yako unafungua, unaanza kurejea polepole yale ambayo uliwahi kufundishwa na kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha ujumbe wangu ina mambo mangapi? Naomba ukaandike yote mawili. Na haya mawili yote yahusiana na maombi tu, hayuko nje ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote mawili yanahusiana na nini? Na maombi yetu mbele za Mungu. Kuna maombi aina mbili tofauti, na haya nataka nirudi kueleza japo na muda mdogo, lakini katika muda wangu unarudi kutembea kwa uaminifu nimalize kwa wakati, lakini nikufikishe kwenye lengo. Nilikuwa nikimwomba Mungu kuhusu siku ya leo, ndicho Bwana alichonipa, najua sikwepi. Bwana Yesu asifiwe. Kwani nisikwepe, sifanye kazi shambani mwangu wala kwa mtu mwingine isipokuwa kwa yule ambayo yatoe taarifa zote na ujumbe zote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maombi mfuko aina mbili. Kuna maombi ambayo unaweza ukaendana nayo na ukayaomba, na baada ya kuyaomba yakaonekana kwamba hayana majibu. Hayana majibu. Katika mambo ambayo hayana majibu ni kwa nini sio na majibu? Naomba nikueleze kidogo kabla sija kwenye maandiko. Ili kiingia kwenye maandiko kwa moja kwa moja. Maombi yasiyokuwa na majibu mbele za Mungu siku zote, kama nilivyokuwa nikiendelea kujifunza katika maisha yangu, ni maombi ya mtu kwa sababu una shida, una njaa, anayekusibu, basi unanyanyuka tu kwa haraka na kwenda mbele za Mungu. Mungu anataka gari, kwa sababu moyo wako imelala kwenye kutaka gari. Baba, naomba gari. Mungu nipewe nunue gari au ipo gari. Sasa ni sawa, ni maombi, lakini inawezekana kwamba isiyo na majibu yenye kuwa na tija mbele za Mungu wetu, kwa sababu Mungu ni wa utaratibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni nini? Ni utaratibu. Na katika utaratibu wa Mungu kuna mambo Mungu anayangalia kwenye maombi yetu. Siwezi nikakurupuka tu kwa sababu na shida, nataka kujenga nyumba. Ndio Mungu nipo nijenge nyumba. Au nataka mchunga. Mungu nipe mchunga.
imekosea taratibu za kwenda mbele ya ufalme, na nikienda hivyo siwezi kufika, nitakuwa na mwisho. Mungu amekataa kunisikia. Na nilitoa watu kama hao wakati fulani, akaniambia kabla Mungu nimekuwa mchungaji, niache tu maana nilimwomba. Jamani, Mungu hajawahi kukataa kumsikia mwenye haki hata siku moja. Ila kuna nini atakao uelewe. Nikitaka kurudisha moyo kabisa kwa mgumu, maana muda ambaye maomba imepoteza muda mwingi nikakuomba kwako kwa maana hakina faida, ni mambo ya hasara. Sasa hiyo ni hatari kwa habari ya mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaamka kwa sababu tuna shida, tunapeleka shida mbele za Mungu. Hatujafuata itifaki za Mungu. Kama mnani kuna itifaki kwa Mungu kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba lazima itifaki isingatiwe. Kwa Mungu wetu ni sahihi. Na sasa hatari kunayoipata katika mambo kama hayo ni kwamba majibu ni vigumu kupatikana. Ila kwa Mungu ni rehema, anaweza kukupa, lakini basi kwa kuwa ni mwanao na kwa mcha Mungu. Lakini unafuata taratibu ambazo Mungu kuna taratibu ambazo Mungu anataka uanze nazo, na kama kuanza kwako utayaona wale ambao Mungu anaweza kufanya. Nataka nikuambia siku ya leo mpendwa kwamba ondokana na sana hizo sinayo, kwa sababu hutafika mahali mwisho utaona Mungu hayupo. Mungu amekuwa ni adui wako, hakusikii. Na tulifanya makosa yote, nimekuwa makosa kama hayo. Lakini baadaye nikasoma andiko na kugundua kwamba kumbe nilifanya makosa mwenyewe. Nikarudi nikaenda kuanza moja maombi yangu. Nilianza moja nikajua njia za kuanza maombi. Na katika maombi yangu nilipokuwa kuanza, Mungu alinisirisha bila kuchelewa. Nikakuta muda wangu mwingi umepotea nikimaliza na maombi ambayo nimekosota tu peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo ni hatari kwa Kristo, kwa sababu utakwama tu, na ukitembea ukikwama, safari yako inakuwa vigumu kuendelea. Maana unapompa mtu kuwa na moyo kuendelea, ni yale majibu na yake kwa Mungu akajifunza kwa kweli. Bwana Mungu ndio nimemwona kwa sababu 1 2 3 alimtendea. Na kama hajapenda kwa vile tuwapenda. Kama Mungu hajajibu mahitaji yako kabisa, utasema Bwana Mungu. Tuseme sana kama wapendwa. Ukasema Bwana Mungu. Bwana. Kwa sababu mimi na wewe hakuna aliyemwona Mungu kwa macho yake. Ila tunamwona Mungu kwa matendo makuu anayotufanyia. Tunamwona Mungu kwa yale ambayo amekusudia kwenye moyo wetu. Kwamba tukitembea kama anavyotaka, tutamuona kama alivyo. Na akajibu kwa sababu ni Mungu. Wakati wao kaambia, tunajifuaje? Samani tunajipita. Wewe mwana Mungu? Ambia ndio. Kwa nini? Nilimwona kwa sababu nilikuwa hivi. Nilipomuomba akajitokeza, akanitendea hili, Kwa hiyo kwa namna hiyo muona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au kacheni ngalimuona Mungu watu haya? Yupo? Hapana. Hatuwezi, ni vigumu. Lakini tukimwendea katika njia sahihi tutamuona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Naomba niendelee kuwa nikupa maandiko na imalizia safari yangu ninakaa. Kwa hiyo kama kina mimi. Wale nifahamu watajua tunaona kwa mambo yangu inaenda kwa wakati. Nilimwambia Mungu anitawale kama yeye kama atakavyo. Kule ndio atakazokaa mbele yako ikikatika ndani. Kwa sababu nataka kusikiliza kwamba Bwana anaendelea kunimimina ndani mwangu. Ikiona kama inaelekea kuishia na unaishia na kuacha. Sasa tunakuja sehemu ya pili ya maombi. Sijaenda kwenye andiko nitakupa utasoma. Tunaenda sehemu ya pili ya maandiko au ya maombi ya pili. Maombi yenye faida na yenye majibu ya haraka. Maombi yenye faida na yenye majibu ya haraka. Haichelewi. Na hata ikichelewa, yuko sote na kuambia mwanangu jipe moyo.
Nakumbuka miaka yangu ilipoanza huduma nikiwa katika eneo fulani huko Arusha, huko Meru, nilipokuwa nikimwomba Mungu aokoe, nilijikita kuomba, na wakati nilijifunza kanuni ya maombi. Ninafunga na kuomba ili Mungu aokoe, naye ukuta kanisa limenyamaza kimya, hakuna watu kuongezeka, limeeleweki. Nikawa namwomba Mungu ili aokoe kwamba kanisa liendelee kuongezeka. Sikia nikwambia mpendwa, nilipokuwa nikiomba, majibu nilikuwa nikiyapata, aliambia mwanangu nimekusikia. Bwana Yesu asifiwe. Mwanangu hili nimekusikia. Nikaja kwa furaha, maana Bwana amenisikia. Naenda maana tayari Bwana anaokoa. Ilipoisha wiki ya kwanza ya pili, sijaona mtu aliyeokoka, hapana. Naenda kila kwenye kesi. Naanza kwa Mungu. Akaniambia mwanangu, nimekusikia naokoa. Nikatoka kwa furaha. Sasa nimeenda mtu mwenye hasira kubwa. Nikaanza kupita ile maeneo ambayo Mungu anataka nisipite. Nikatembea, maana sioni bila andiko la kuniongoza. Natembea kwa andiko hadi andiko. Nilipokuwa nikifanya hivyo, Bwana akaona kwamba sasa nateseka, maana mambo ya kufunga na kuomba na hakuna majibu aliyokuwa sahihi. Akaniambia niliyotokea na huko porini maeneo karishi pembezoni mwa Mbogo. Maana yake naenda na Mshamao, nyasi iko hapa, Mbogo ikiondoka au Mbogo alipokuwa mera, ndio mahali pangu kwenda kula, maana hakuna nyoka. Kwa hiyo naomba maombi kwa maeneo ya karishi, kwamba Mbogo anaweza kanizuru, maana mwenye risasi, lakini uko pamoja na yeye. Sikia nikwambie, siku ya tatu Bwana alichonijibu ni kwamba nisikia kama nimesoma sikio yangu, nimehamisha. Akanionyesha watu waliopiga magoti, akaonekana kaenda mpaka nikawa naona kama mtoto kule mwisho macho yangu. Akaniambia naona haya wote nitawaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa nini? Nitaokoa. Kutoka kwenye maombi nikatoka kwa kuongezeka siku hadi siku. Mpaka wapagani usome nasema kwamba mtu akiugua bado pepo ni hospitalini, hakuna cha mganga, kama haponi aende kwenye kanisa, kama hataki na afe. Nasema yes, imefika wakati wa Mungu kutoa majibu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi haya ni haya. Bwana Yesu asifiwe. Nipatie kitabu cha nabii Isaya 37:14. Unapoangalia Biblia yake, kwa sababu macho yangu yanaweza kuwa madogo na nataka nitembee. Isaya 37 haya ya 14 na kuendelea mpaka Bwana Yesu asifiwe. Mpaka 19 isome tu. 14 mpaka 16. Naomba msomaji atakayenisaidia. Isaya sura ya 37 mstari wa 18 wa 19 nitasoma. Basi Ezekia akapokea waraka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha ya Bwana akakunjua mbele za Bwana. Ezekia akamuona Bwana akisema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukaaye juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Amina. Rudia ile 15. Ezekia akamwomba Bwana akisema, Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukaaye juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu, wa falme zote za dunia. Wewe ndiye uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako Bwana, usikie. Funua macho yako Bwana, uone. Uyasikie maneno ya
Senakeribu aliyopeleka ili kumtukana Mungu aliye hai. Aliyompeleka kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli. Ni kweli. Bwana, wafalme wa Ashuru wameziharibu nchi zote. Maana wa Ashuru ameharibu nchi zote na mashamba yao. Na mashamba yao. Na kuwatupa miungu yao motoni. Na kuwatupa miungu yao motoni. Kwa maana hao hawakuwa miungu. Maana hao hawakuwa miungu. Bali kazi ya mikono ya wanadamu. Bali kazi ya mikono ya wanadamu. Walikuwa ni miti na mawe. Ilikuwa ni miti na mawe. Ndiyo sababu wakaharibu. Ndiyo sababu wakaharibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilipofika kwenye mstari wa 15 ndipo ujumbe wako umetulia pale. Yale maombi yenye majibu. Anasema Mungu. Turudie ule mstari wa 15. Aliomba na alikuwa anafanya nini? Nataka tukisemezane tuje tuelewe vizuri. Maana hapo ndio ujumbe wangu umetulia pale. Je, alikuwa anaomba au alikuwa anafanya nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaomba, alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaomba. Alikuwa anasema wewe ndiye Mungu. Aliukunjua ile barua ya matusi yaliyoletwa na matisho. Akaikunjua, akaifungua mbele za Bwana. Akasema wewe Bwana, wewe Bwana. Anaomba na msifu. Tusikie Kiswahili. Kiswahili kitendelelia ni nzito kama unafahamu, kama siko naelewa. Biblia Kiswahili chake sio fadhali sanifu, kwa hiyo utakutesa ukiwa kama makini. Ni Kiswahili ambayo imejificha mambo mengi ndani. Naomba uelewe neno. Bwana, wewe ukaaye, wewe utendaye. Ameomba ama anamtukuza? Nataka tuelewane. Mtokea Biblia Kiswahili chake imeandikwa kwa lugha ya kisanifu, sio lugha fadhaa. Na ukitaka kusoma Kiswahili cha fadhaa utaikuwa haya iliyokaakaa. Anasema wewe ndiye Mungu. Maana yake anamtukuza na muinua. Kwamba anaomba anamsifu. Nataka tukubaliane, sikulazimishi. Lakini rejea kwa polepole, lakini ukisema usisome. Tutaacha na kuacha mbali. Najua nimesema kufungua kwa hiyo wakati nikiende, andika hizo kusoma. Ukisoma ndio wakati wako peke yako. Maana ukisoma na huko na uhubiri unabaki hupati huko na kama hupati unakaa katikati. Kwa hiyo nataka nikuombea kupisha soma, wewe karama zako hapo, baadaye kwa muda wako ukasome au kwa muda wako ukarejea ukasome. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema wewe ukae juu mbinguni. Wewe ndio mfalme wote. Jamani, haya ni maombi au ni kumsifu wewe mtu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwamba anapomsifu inafanya jeshi la mbinguni na malaika wote washuke. Maana yao maombi yanakubalika, yajaanza nayo ni maneno ya kukubalika. Maana alimuinua kwanza Mungu kabla ya shida zake. Kwani maana Mungu hakuwa anaona ile jeshi? Si alikuwa anaona? Aliyokuja kutoka Ashuru kuja kwa Israeli. Alikuwa anaona, lakini hakuangaika. Hapana, yeye alinyamaza kimya, aone Hezekia anafanya nini. Lakini akaweka wasi, akasoma mbele za Bwana. Kweli amefanya kwa kuwa sio Mungu, ni mawe na miti, ni kazi ya mikono ya wanadamu. Sasa ukienda kwenye eneo la maombi, ngoja nikupelekee ng'ombe ambaye nimwambia aliyompelekea Isaya aombe. Maombi alimpelekea Isaya aombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna neno nataka kupata hapo kuelekea tulikotokea. Msomaji naomba nisaidie mstari wa 3. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Amina. Nitasoma.
asema hivi. Akamwambia Hezekia asema hivi. Siku hii ni siku ya dhiki. Siku hii ni siku ya dhiki. Na aibu. Na aibu. Na matukano. Na matukano. Maana watoto wa tayari kuzaliwa. Maana watoto tayari kuzaliwa. Wala hapana nguvu za kuwazaa. Wala hapana nguvu ya kuwazaa yatosha. Sasa ametuma ujumbe kwa nabii Isaya ili Isaya apokee taarifa hizi. Maana yake alimpelekea ujumbe kwamba Isaya aende mbele za Bwana amwombe Mungu kwa ajili ya taifa, maana anasema wakati wa dhiki, wakati ya aibu, wakati wa matukano, wakati wa watoto ni wakati wa kusaliwa, lakini hatuna nguvu ya kuwazaa. Sasa tunaambia yamkini sauti yao kwa Bwana, yamkini Bwana akasikia sauti akemee huyu adui arudi kwao. Bwana Yesu asifiwe. Hezekia kumsifu Bwana, majibu ilikuwa mepesi sio mazito. Maana akituma wengine kwenda kwa Isaya, naye anaelekea hekaluni au kanisani kwenda kuomba. Na alipokuwa akienda kuomba, mambo yaliyofanyika haikuwa ya kawaida. Ndiyo Yohana 11:41. Ndiyo Yohana 11:41. Nataka nishukuru kwa kuwa umenisikia. Kwa kuwa unanisikia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa nani? Haleluya. Wapendwa, tuko pamoja. Yesu alikuwa nani? Mwanadamu? Ni mwanadamu? Kwa nini akasema hivyo? Inatupeleka tujue jinsi ya kuanza maombi. Yesu alikuwa anaweza kwambia lazima mtoke huko, na angetoka, lakini hakutaka, maana anatufundisha jinsi ya kumwendea Mungu. Kwamba wewe Bwana akasema wewe nakushukuru. Baada ya yeye kuondoka kaburi ya Betani yule, alipotoa akanambia akaugua nafsini mwake, akasikia vibaya, akasema Baba nakushukuru kwa kuwa unanisikia. Najua kila siku unanisikia. Lakini sikia anasemaje? Anaipenda Bwana, anasema kwa mstari wa 4, anasema kwamba nimesema haya kwa sababu ya watu wanaohusuria, ili wajue kwamba wewe ndio yeye. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa wewe lazima utoka huko haraka. Lazima utoka. Lakini hakutaka kuonyesha nafasi hiyo, alitaka kutuonyesha mimi na wewe kwamba kuna jinsi ya kumwendea Mungu. Akasema Mungu nakushukuru maana unajua. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wao kushukuru Mungu kwa ile taabu anayopitia? Nyosha mkono kama huko. Aliwahi kushukuru Mungu anapitia kagumu kiasi ukakata tamaa, akasema Mungu nakushukuru kwa mambo ya kubali. Ni wangapi? Unapata moja. Unapata moja, unapata kule pale, sio tena. Sawa. Kwamba ngoja nikwambie, umeokaa kupita mahali pasito. Najua pasito. Nikaambia Mungu, niko mlimani, sio nyumbani. Kitanda changu ilikuwa ni mavumbi, najua siafu, na nyumba yangu ilikuwa chini ya mti. Nikamwambia Mungu, haya kabla sijaumbika tumbo yangu uliyajua, na baada ya kusaliwa ulijua nitakutana na haya, na siku za maisha yangu mpaka hapa nilipofikia, na miaka yangu ambayo ningejua kuishi uliyajua, na ilijua tarehe haya kunipata, na ulijua kama itanipata, ulijua itanisumbua, ulijua itanitesa, itanitesa, lakini pia najua kwamba kwa kuwa uliruhusu kunipata, unajua pia utaruhusu kuondoka nipate kutembea kifua wazi mbele ya maadui. Baada ya kujua maana hivyo kwa sisi tukavu, naenda kuomba sina majibu. Ikawa kimya kama hakuna kimesakazwa Mungu, hakuna sauti. Lakini moyoni nimekuwa na amani kwamba dakika za mwisho ninalipua. Dakika za mwisho jambo linapita. Lakini pia alikuwa ananipa maono, naona katika mapito mambo nakutana nayo, mambo nayamaliza, na ruka na kuna mambo ya pili. Haiwezekani, nikamwambia huyo. Leo kiswali watu wakaniambia fulani, jambo lako Mungu alipo. Kwa nini? Tunaona miaka. Ilikuwa kama la miaka sio wiki. Sio la mwaka, hapana, la miaka.
Akaniambia Mungu hayupo. Kaambia kama hayupo, ulichukua kutoka juu yangu. Ulifunga mara ngapi kwa ile ambayo ili Mungu akuambie siku na ambayo nimeingia jina lake? Akaamka chini. Akaniambia yeye kwani anayekufuka. Hajawahi kula masaa matatu kwa ajili yangu. Ni kila siku lazima kuombea. Sawa, nimeombea mara kusikia maombi. Nikiwa nilikuwa mtu wa Mungu, kilichotokea katika kushukuru kwangu kwamba Mungu na kushukuru na unajua, ndipo nikaanza kuosha nimefika hapa hii imepita, nimefika hapa imepita, nikahesabu, nikaona kwamba ni atomie ibaki nimalize safari yako. Na Bwana akaitoa jambo wakati watu wote wameweza kwamba haiwezekani, akaona mchana pepe nimepita. Bwana Yesu akushukuru kwamba anapitia, akashukuru kwamba asante Bwana amepitia. Hakuna ni wacha ni vigumu, ni nzito. Nataka nikuambie hivi, wacha kulalamika kwa kunung'unika. Unataka kukosa itifaki. Mambo yanapokuwa yamekaa vibaya, endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumuinua Mungu. Endelea kumtukuza Mungu. Endelea kusema wewe ni Bwana. Wewe ni Ebeneza, unaweza. Na hata unaweza. Ukisema kama unaweza, utaona umekula jana. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu nataka kuondoka. Muda wangu nataka kuniacha. Ujinga wangu kwa ni maombi ya aina mbili. Ni maombi ya kusikia na maombi yasiyosikia, kwa sababu tunakosea taratibu. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja, asisemi wapi, na choo kikubwa, lakini ukitaka kula hela yake mfukoni msifu. Mkaa tu njiani. Ndio sikofu, bana, alikuambia unaelewa vizuri, ameshaingia huku, yala kutolea kama ukanywe chai. Sifa tunatosha. Sasa kama wao wanafanya ile jamani, sisi hivi Mungu wetu tukimsifu katika mambo tunayopitia. Naomba nikwambie kwamba katika maombi yetu ukitaka mafanikio ya haraka isiyochelewa na yenye matunda, usilalamike. Anza polepole. Mungu nakushukuru kwa ajili hili. Unajua Mungu ni asante, mtukuze Mungu. Unapokwenda kumtukuza Mungu, utaona mambo makubwa anayokufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko ambayo sijui kama itafikia wapi. Mungu asifanye hivi. Mungu ananiacha vibaya. Naanza kusikia taarifa kuachwa. Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 20, haya 10 hadi 19. Danieli 9:1 hadi 11. Hapo nakupa kazi kwa kusali. Muda wangu unaisha. Mambo ya Nyakati wa Pili, haya mlango wa 20, haya ya Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 20, haya ya kwanza mpaka 19. Ukasoma utasikia habari ya mtu aliyeomba na majibu yanapatikanaje. Kwamba kila mtu aliendelea kumtukuza Mungu kabla ya maombi yake. Kila mmoja. Danieli 9:1-11 naye anazungumza habari ya kumsifu Mungu wa mbinguni baada ya kujua kwamba wakati wa kutoka utumwani imefika. Miaka 70 ya mateso imefika na wakati wa kuachia umefika. Lakini nani aende kwa ufalme asema kwamba muda wote ukao umefika tuachie? Hapana. Akiangalia maombi ya Danieli, hakuomba malaika, anasema katika kuomba kwangu nikaungama dhambi zangu na watu wangu, taifa langu na wafalme, maana tumekuasi, tumetenda dhambi. Akasema nimekuja mbele zako kubeba maovu ya watu wangu ili Mungu wa mbinguni nikunyanyue. Alipokuwa akisema hivyo, hakuomba Bwana tugeruhusa tuondoke kwa Yerusalemu tukaingia Yerusalemu ambaye aliniua alitoa moto. Hapana, alianza maombi ngama. Lakini kwetu sisi maombi ya kungama na kutuma mingi ni nzito. Unakuja mbele za Mungu, unaanza maombi yako na hili Mungu nipatia. Utachelewa. Naomba usifanye kazi kuchelewa. Anza kwa misingi. Maana moja ya kutubu ni kujifanyia saburi na Bwana. Mwe ushirika na Mungu, mpatane. Akisoma
mambo yanayoenda kufanyika, maana majibu yako yatatoka mara bila kuchelewa. Kwa nini? Hujaanza papara, unaanza kimsingi, na maombi lazima uwe na msingi. Na mara nyingi tunakuwa wapendwa kwa sababu Mungu wa mbinguni, Mungu wangu akamponya. Hapana, haiji, unamsumbua. Hebu anza polepole, usije ukawa kama wale manabii wa bahari. Unajua alifanyaje? Hakuweza kumtukuza Mungu. Bahari shuka. Alipofika sasa, Mungu, ijulikane kwamba upo katikati ya Israeli. Huyo mtu aliomba, alimsifu. Wewe ukae juu na ujulikane kwamba upo katikati ya watu wako, na ujulikane. Moto ukashuka, ikaenda sadaka, ikamaliza. Wakaona hapa ndio kwa anaanza kutereka, maana alimekonda la chinja. Basi kazi yao haitakiwi. Tutakwambia ukachinja, ndio kaombe. Bwana Yesu asifiwe. Akamindaka ibada chinja ujuavyo, lakini kuchinja kwetu ni maombi. Upanga ukatao kuwili. Maombi ni upanga ukatao kuwili. Ikienda hivi inafyeka, ikija hivi inafyeka, ikienda na choma inamaliza kazi. Maombi, lakini yule na msingi, maombi ya toba. Baada ya toba, ujue ndani mwako mahusiano. Ngoja nikwambie, unajua maisha yako yanakuja kwa sawa, unasikia furaha moyoni unapoanza maombi yako. Naambia Baba, sasa ili Mungu aniwe kutukuza. Sasa shughulika jambo hili. Maana amani na furaha kama umekubalika, umemsoma mlango wazi ili kuingia kuanza kueleza haja za moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo Mungu anakwenda kujibu. Mungu anakwenda kutenda, Mungu anakwenda kufanya. Maana hiyo Mungu ni Mungu tu. Ukienda kwa utaratibu lazima ufanye. Na ungamo au kutubu, Mungu akaniambia, "Tubu kama umehesabu kila siku." Kaambia nao, umekanyaga vitu vingapi unaenda kutubia? Hana majibu. Umeangalia vingapi kwa macho yako ambaye haisemi kuangalia, ukamtamani nyingine? Hana majibu. Na je, unaongea maneno mangapi leo tangu mpaka jioni? Unaongea mangapi? Hana majibu. Kuna mambo ambayo tunayapita na tunayafanya bila kukusudia. Maana macho yako ameona, umeona ile lugha, ukapata ndani kwamba hili ingekuwa kwako, si kwako mwenyewe. Ukaona ile gani kama ingekuwa na baba, la mwenyewe. Wewe endelea kuzuia hapo, utakuja kwa wakati wako. Mungu kama unataka kukupa atakupa tu. Na wala Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yote hayo ni maombi ya kumfanya mtu kushuka mbele za Mungu. Maombi ya toba ni mlango wazi kwa Mkristo, ni mlango wazi. Baada ya toba, endelea hata usome katika Mungu ajue zajabu. Yeki ajui. Ajua. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema kwamba kabla hamjaomba anajua mnayotaka. Si ndio? Sasa anataka umueleze, anataka useme, anasema usiote nyamaze, msumbukie kutimia, si ndio? Lakini ili kwa sababu najua haja yako, ukisha tubu, endelea kumtukuza. Hata ukaacha kuwa na hitaji, endelea kumwabudu, endelea kumsifu, endelea kumuinua. Wewe achana na mahitaji yako, endelea kusema wewe ni Bwana, wewe ni Jehova, unaweza, unatenda, endelea kumsifu. Utashangaa mambo yanaanza kutokea, maana majibu yako hujaomba lakini yanatokea. Kwa nini? Ulimtukuza na wafuasi umemuinua, anakujali sana kuliko unajua. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba Mungu akupatie nguvu na Mungu akubariki katika neno. Kwamba maombi yenye majibu ni maombi ya kutubu. Baada ya toba, acha kuomba, acha lawama, endelea kumtukuza Mungu. Endelea kuambia Bwana unaweza. Bwana ni asante. Hata kile yangu Mungu anajua. Endelea usilalamike. Makosa Mungu ni malalamiko. Tumejaa malalamiko. Achana na malalamiko. Endelea kumsifu Mungu. Baba unatosha yangu. Baba unajua naumwa. Baba nikwambie. Na karibu huduma ya Injili mwaka ule 70
76. Na kweli nikitembea kwenye Injili nimekutana na jaribu moja kubwa, bali maadui shetani kwenye maombi yangu, shetani ambaye utakalofanya. Kwa sababu gani? Wewe sasa ukiniua naenda kwa Baba, ukiniacha kila siku na kunenga watu, maana fanya upendavyo, fanya upendavyo. Akanipiga ambayo sasa kukwambia, lakini nilikuwa natembea sio mbona unaweza, hata unaweza. Nilipona siku nishalijua. Rafiki yangu hapa nikamwambia ningekuwa hapa angeashuhudia. Baadhi wako kwenye kasi ya Injili pamoja na akajua navyoumwa na alijua nilipopona. Uso ulikuwa umejaa, niliturusi mkubwa ambaye naumwa. Nikatoka kwenye wale maombi na safari ya Injili, uso wangu umetangaza hakuna hata turusi wala ule ugonjwa uliokuwa nimepatikana na aliyenipiga, nimepona, nikaendelea kwa Yesu ibada. Maombi yenye majibu ni maombi ya toba. Maombi yenye majibu ni maombi ya toba, sio maombi ya kulalama. Wewe omba, endelea kumsifu Mungu. Sio kwa miguu yako. Simama wakati huu. Maajabu kuja pamoja. Maajabu kuja pamoja. Maajabu kuja pamoja. Ni wakati ambao naomba Mungu kuja pamoja. Wakati tunasimama kwa wale ambao wana magumu na kusonga na kwa kusoma mchana asubuhi ya leo, usiombe, mshukuru Mungu. Mwambie asante kwa kujua, asante kwa kuelewa, asante kwa kuiona, ila Mungu anaiona. Kila kumtukuza Mungu, mwambie Mungu asante kwa yeye yote. Baba asante kwa sababu unajua, asante kwa ndani yangu. Mwambie Mungu asante kwa sababu kesho yangu. Nisiombe, wewe kumshukuru Mungu. Bwana Mungu anataka kukesheleza. Ndio kumshukuru Mungu. Nataka kwa sababu. Ndio kumshukuru Mungu tu. Mwambie Mungu asante kwa ndani yangu unajua. Asante Baba, Baba unaiona. Asante Baba, wewe unatosha. Asante Baba, maana unaweza kufanya. Maana ambapo na mwanadamu asingeweza kufanya. Hivyo fanya sasa kufanya. Lakini unaweza kufanya. Sifa za moyo ni Mungu ambaye anakusaidia, ni Mungu ambaye anakuinua, ni Mungu ambaye atafanya maamuzi kulingana wale ni Mungu ambaye anaweza. Mshukuru Mungu kabla kutia, Mungu anaenda kufanya, anatoka kwa njia kwa Mungu. Baba kama mshukuru basi, asante Bwana kwa wema haya, asante Mungu wa nchi, Mungu anakuomba kwa sababu wewe, asante kwa asante, asante kwa Baba, asante Baba, Bwana tunafikia, lakini kila Baba unaweza, Mungu anaweza mfalme, unaweza unatosha, wewe ni Mungu ambaye unatosha Bwana, kwa jina la na kushukuru Baba wetu na Mungu wetu, sote tunatukuza, tunatukuinua, kwa jina la Yesu Kristo.